Uhali gani mtazamaji wa Channel 10, hii ni taarifa ya habari. Msomaji wako ni mimi Salma Shabani. Tunaanza na habari za kitaifa. Karibu. Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa bandari wameahidi kushirikiana ili kuhakikisha wanapunguza msongamano wa magari ya mizigo uliopo katika mpaka wa Tunduma mkoani Songwe. Tupate taarifa zaidi. Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kayaral akizungumza kwenye kikao cha maboresho ya bandari kilichowakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Songwe TPA, Wizara ya Viwanda na Biashara na Shirika la Viwango Tanzania TBS, amesema kuwa msongamano katika mpaka huo unaounganisha Tanzania na Zambia umekuwa changamoto kwa madereva na sekta ya usafirishaji. Nimechelewa, lakini umuhimu wa kuondoa msongamano pale hauna mbadala. Ni lazima ule msongamano uondoke ili tuweze kuendelea kufanya shughuli zetu katika sekta yetu. Mkuu wa Mkoa wa Songwe Daniel Chongolo amesema tayari halmashauri ya Momba imekwishatenga eneo kwa ajili ya maegesho ya magari ambalo pia litatumika kutoa huduma mbalimbali, huku meneja wa bandari ya Dar es Salaam Gallus Abed Gallus na mwakilishi wa kampuni ya DP World Eliutunu Malamia wakisema hatua hiyo imechangiwa na kuongezeka kwa shehena ya mizigo katika bandari ya Dar es Salaam na ile inayopelekwa katika bandari kavu ya Kwala. Sisi tumeona hiyo changamoto, na baada ya kuona tumeitumia kama fursa. Kwa hiyo tulitengeneza utaratibu na wenzetu wa halmashauri na wilaya ya Momba. Ndio maana nimemchukua mkuu wa wilaya na mkurugenzi, kwa sababu wao baada ya kuona hiyo tuliwaelekeza watafute eneo ambalo litatosha kuwa na utaratibu wa kuegesha magari yote hayo. Tutaendelea kutekeleza azimio hili la kikao hiki, na tunatarajia ndani ya wiki ijayo tutapeleka makasha mengine fresh kutoka melini. Januari tulipokea kreni mpya ya kupakua meli, ship to shore gantry crane, ambayo mpaka sasa hivi imeshaunganishwa na imesimama, inasubiri kusogezwa quayside mwezi Juni. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amechangia shilingi milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la Kanisa Katoliki Parokia ya Mtakatifu Maria eneo la Kawigwa lililopo wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Leo Mheshimiwa Rais alianza kwa kutufungulia, ametoa milioni 50. Na bahati nzuri alizungumza na baba askofu na akamwambia utaratibu pesa zitakavyokuja. Mimi natoa milioni 20. Harambee iliyofanyika Mei 11, 2025 iliyoongozwa na mkurugenzi wa shirika la reli Tanzania TRC Masanja Kadogosa. Tumepata milioni 250 na 150. Askofu, unajua katika pesa hizi kuna pesa ambazo ni keshi na kuna ahadi. Hapa hatujamwahidi baba paroko, tumemwahidi Mungu. Kwa wale ambao wametoa ahadi kuhakikisha kwamba tunatoa hizi ahadi ili ujenzi wetu uendelee. Akisoma taarifa, James Kahene anaeleza lengo la ujenzi huo ni kutaka kukidhi ongezeko la idadi ya waumini, lakini pia majengo ya sasa yameelezwa kuchoka. Tunaendelea na mradi mkubwa wa ujenzi wa kanisa kubwa jipya na la kisasa lenye uwezo wa kupokea waamini zaidi ya 1800 ili kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Mkurugenzi wa TRC Masanja Kadogosa pia anaeleza utekelezaji wa mradi wa reli na umuhimu wake kwa mkoa wa Kigoma. Kwa serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuifungua Kigoma. Kigoma ina fursa kubwa kama tukiwekeza, kwa maana mmepakana na DRC. Kupitia Kigoma utafika Burundi kiurahisi sana,
lakini kupitia Kigoma tutaenda na nchi zingine. Lileli linalokuja mnalionaje? Ni dude tu au ni sehemu ambayo unapata fursa ya kwenda kutafuta riziki? Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Kikundi cha vijana cha Tusonge Mbele katika halmashauri ya wilaya Mbinga mkoani Ruvuma wameanza kusambaza nishati safi ya kupikia na majiko banifu yanayotumia makaa ya mawe kama sehemu ya kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha Watanzania wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Afisa maendeleo ya jamii ya halmashauri ya wilaya Mbinga Bwana Pasco Ndunguru amesema baada ya kikundi cha vijana Tusonge Mbele kuja na wazo la kimkakati la kuhifadhi mazingira na kuhakikisha wanasaidia jamii kuwa na elimu ya kutumia nishati safi ya kupikia, waliwawezesha mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 20 unaotokana na 10% mapato ya ndani ili waweze kujiongezea kipato. Kuhakikisha kwamba wanajaribu kusaidia jamii kuwa na elimu ya kutumia nishati safi, kuunga azimio la Mheshimiwa Rais ambaye tayari amesaini mkataba kama balozi wa nchi, kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia nishati safi. Tukisha kuwa tumefanya mauzo, basi asilimia fulani tunaitenga kwa ajili ya kurudisha mkopo na asilimia fulani tunapata commission ya kujikimu sisi wenyewe, tukiwa kwenye mkakati wa taifa wa kutunza mazingira na kuhakikisha jamii zinatumia nishati safi za kupikia. Akizindua kikundi hicho, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Ali Usi amesema kwa kuwa wameonyesha kwa vitendo katika kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia, amewataka vijana hawa kuendeleza sera ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa sababu leo hii Mheshimiwa Rais ameweza kuhamasisha na alifungua kampeni ya utumiaji wa nishati safi na salama kitaifa ndani ya Tanzania yetu. Na ndio maana leo hii halmashauri zimekuwa zikiwezesha vijana kwenda kutumia fursa hizo, lakini pia vijana kwenda kuendeleza maisha yao katika maeneo husika ambayo wanaishi kwa kuleta maendeleo katika maeneo hayo. Aidha, katika hatua nyingine, Bwana Usi ameweka jiwe la msingi katika mradi wa shamba la miti la halmashauri, huko akiwataka wananchi kuepuka uchomaji moto ovyo. Na naamini huu ni utalii tosha. Mgeni yoyote unayemleta hapa kwa kuonesha hii miti ilivyopangiliwa na ilivyonawiri, huu ni utalii mkubwa sana. Na hapa patakuwa ni kivutio na watu wengi watakuja kujifunza. Lakini ombi langu kwa viongozi wa halmashauri, endeleeni kutunza eneo lenu hili, kwa sababu eneo hili leo hii mwenge wa uhuru limekuja kujionea, limekuja kuona thamani ya hili eneo na jitihada mlizozifanya. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Mhandisi Cyprian Lumhemeja amesema maelekezo ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ya kutafuta mitambo kwa ajili ya kuondoa changamoto ya magugu maji tayari umepatikana mtambo wa muda ambao umeanza kazi. Amesema magugu maji ni changamoto kubwa ambalo limekuwa likiathiri shughuli nyingi zinazofanyika katika Ziwa Victoria, ikiwemo uvuvi na shughuli zingine za kijamii kuto kufanyika. Kwa upande wake, fundi mwandamizi wa mtambo wa kusafisha na kuchimba kina cha maji Watermaster Duncan Mgata amesema mtambo huo una uwezo mkubwa wa kuondoa magugu maji zaidi ya hekari 1 kwa siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa maelekezo yake kwamba tutafute mitambo ya kuondoa changamoto ya magugu maji Ziwa Victoria. Tunashukuru tumepata mtambo wa muda ambao sasa unaingia majini kwa ajili ya kuweza kuondoa magugu maji. Magugu maji ni changamoto kubwa sababu yanaathiri pia mji wa usafiri, yanaathiri uchumi sababu samaki wanafukuzwa, wanakosa oksijeni ya kutosha. Kwa hiyo naamini kwa mtambo huu wa kwanza na mingine ipo njiani inakuja, changamoto hii kwa kiasi fulani tunakwenda kuikabili. Na nipende sana kumshukuru Waziri Mkuu na maelekezo yake makubwa, na kazi sasa inaenda kufanyika vizuri. Unavyoona mtambo una uwezo mkubwa wa kung'oa na kutupa. Magugu nisema yako aina mbili, yale makubwa ya zamani na madogo mapya. Kazi ya mashine huwa ni kuongeza kina au kufyeka magugu kwenye ziwa, na hapa tumekuja kwa ajili ya kuondoa haya magugu yanayotanda eneo lote hili la ziwa. Hii mashine yetu ina uwezo wa kuchimba kina cha chini mpaka mita 7 na imetengenezwa special kwa ajili ya maji baridi hasa kwenye maziwa. Kwenye magugu maji itakuwa inakata magugu vipande afu na kusukuma nje ya
Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Jacob Mkunda amesema jeshi limedhamiria kuwatumia Watanzania katika kutafuta suluhisho ya changamoto mbalimbali zinazowakabili kupitia kampuni zake mbalimbali zinazoendeshwa na Jeshi la Kujenga Taifa JKT na nyinginezo zilizoko chini ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Tupate taarifa zaidi. Jenerali Mkunda ameyasema hayo muda mfupi kabla kuzindua kampuni ya bima ya maisha ambayo inamilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa, uzinduzi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Kampuni hii ya bima Suma JKT, yani Suma JKT Life Insurance Corporation Limited, itakayotoa huduma ya bima ya maisha imeanzishwa katika kipindi mwafaka ambapo taifa letu linaendelea kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Kutokana na maendeleo hayo, hitajio la bima katika sekta ya afya, kilimo, elimu, biashara na nyinginezo nalo linazidi kuongezeka. Hivyo ujio wa kampuni ya Suma Life Insurance Corporation Limited ni muhimu ili kutatua changamoto za kibima zinazojitokeza. Naye mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ambaye pia ni afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele, amesema kampuni ya bima ya maisha ya Suma JKT imesajiliwa na kwamba wakala wa bima nyingine wanaofanya utaendelea kama kawaida. Lengo la kuanzisha kampuni hii ya Fande ni kutoa huduma ya bima za maisha kwa Watanzania wenzetu ambao naamini wana uhitaji mkubwa wa huduma hii. Uanzishaji wa kampuni hii ni kufuata maelekezo kama nilivyosema hapo awali, na bima hii ni kuendana na uhitaji wa huduma iliyo ndani na nje ya Tanzania. Serikali kwa kutambua umuhimu wa bima, kwa kutambua faida zinazopatikana katika mfumo wa bima, iliunda chombo mahususi ya kusimamia na kuendeleza sekta ya bima nchini. Hadi sasa Suma JKT ina jumla ya kampuni tanzu 20. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Viongozi kutoka taasisi za umma na sekta binafsi wametakiwa kushirikiana kubadilishana uzoefu, kwani majukumu yao ni sawa na yanalenga kuwahudumia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Taarifa zaidi na Margaret Malisa. Ushauri huo umetolewa na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi Xavier Mrope wakati akifunga mafunzo kwa viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi ambayo yamefanyika katika shule ya Mwalimu Nyerere Kibaha mkoani Pwani. Kwa hiyo viongozi maadili ya upaji unaohii unapotembea huko unaishi taasisi yako na jamii nzima inakuangalia. Kwa hiyo hili ni eneo moja ambalo ningependa sana turudi tukabadilike. Mkuu wa shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere Profesa Marcelina Chijoliga amewataka viongozi hao kwenda kuwa mabalozi wa shule hiyo kwa kubadilishana uzoefu na viongozi ambao hawajapata fursa hiyo. Tunapoenda kushirikiana huko kwa taasisi za umma, kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaongea sana ushirikiano wa sekta binafsi na sekta ya umma. Kwa hiyo naomba tuangalie kwamba uwezo gani tunaweza kukamilisha taasisi zetu kwa kufanya vizuri, lakini kwa kuleta ushirikiano, lakini ushirikiano kwa rafiki ambaye atakubeba kama tai. Kuhamasisha wenzenu, naamini kwamba mtakuwa mmesaidia pia kutangaza chuo, lakini vile vile lakini pia mtakuwa mmepata watu wengine wengi ambao watakuwa wamefuata nyayo ambazo mimi tayari nimepita. Washiriki hao wameahidi kwenda kuleta mabadiliko chanya katika taasisi zao. Na kilichokipata Mheshimiwa mgeni rasmi, naamini na wenzangu pia ni mashahidi, kinakwenda kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika fikra na mtazamo sio tu wa taasisi zetu bali kwa Tanzania kwa ujumla.
Margaret Malisa, Channel. Na mtazamaji, sasa ni katika habari za kimataifa ambapo watu zaidi ya 100 wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na mafuriko na mamia ya wengine kupoteza makazi yao katika vijiji vilivyoko jirani na ziwa Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafuriko yameathiri pakubwa kijiji cha Kasaza kilichoko wilaya ya Fizi jimboni Kivu Kusini, tukio linaloripotiwa wakati huu eneo la mashariki likishuhudia hali tete ya usalama kutokana na uvamizi wa waasi wa M23. Mamlaka zinasema njia pekee ya kufikia kijiji hicho ni kupitia ziwa Tanganyika, kulingana na Sami Kalonji ambaye ni msimamizi wa wilaya ya Fizi. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia yanatoa wito wa misaada ya kibinadamu kufikishwa haraka kwenye eneo hilo ili kunusuru maisha ya raia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, serikali ya Kivu Kusini iliyoko Uvira imesema tayari imetuma ujumbe wa dharura kwenye eneo la maafa ili kutathmini hali ya mambo. Naam, katika habari za michezo na burudani mtazamaji, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amewataka wakandarasi wanaofanya marekebisho katika viwanja vya Benjamin Mkapa, shule ya sheria na uwanja wa Gymkhana waharakishe ili viwanja hivyo viwe tayari kwa ajili ya mashindano ya CHAN 2024 yatakayofanyika kwa ushirikiano wa nchi za Tanzania, Kenya na Uganda Agosti mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Waziri Kabudi ameyasema hayo wakati alipofanya ziara maalum katika viwanja hivyo, akiongozana na katibu mkuu wa wizara hiyo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kwenye viwanja hivyo jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa uwanja wa Mkapa mpaka sasa ukarabati umefikia 85%. Hapa Afrika, Tanzania, kwa hiyo tulipoona tuna changamoto hii, tuliona tuwatumie wataalamu, na kama mnavyoona toka wamepata kazi hii hawajamaliza mwezi mmoja toka waanze shughuli hii, tumeona maendeleo makubwa sana kule kwenye kiwanja cha Law School. Lakini pale kwenye kiwanja cha Gymkhana, kazi kubwa ambao tunapambana nayo pale ni maji ya chumvi yanayotoka baharini, lakini pia maji ya ule mtambo wa maji taka ambao yamekuwa pia yanadhuru ile pitch. Tayari wameshachukua hatua ya kujenga ukuta wa kuzuia, na tuna hakika kabisa mpaka itakapofika baada wataanza kupanda nyasi mpya kule Law School na Gymkhana, na tuna hakika kabisa mpaka mwisho wa mwezi Mei viwanja vile pitch itakuwa imefikia kwenye viwango ambavyo vinatakiwa. Pia Waziri Kabudi ameweka wazi kuwa mchezo wa pili wa fainali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane utachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu marekebisho yaliyoletwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF yamekamilika. Kwa mechi ya Simba tarehe 25 na ni mechi kubwa, fainali inachezewa nyumbani, lazima uwanja huu uwe tayari kwa matumizi hayo tarehe 25, na naona kabisa yale yote ambayo CAF walikuwa wameyasema yako tayari, na niwaombe wa Tanzania wawe na fahari na nchi yetu. Changamoto ile ya siku ile ni mvua ilinyesha nyingi sana kuliko ilivyotarajiwa, na ndani ya muda mfupi mechi ikachezwa, lakini tuwe wazalendo, tujue changamoto hizi haziko kwetu tu. Mpaka sasa zoezi la kubadilisha viti linaendelea vizuri, na tayari viti 38 vimebadilishwa ndani ya muda mfupi katika eneo hilo la uwanja wa Benjamin Mkapa, na viti 20 vimeshaagizwa na vipo njiani, huku vikitarajiwa kufika kabla ya tarehe 15 mwezi huu, na baada ya hapo zoezi la kufunga litaendelea upande uliosalia, na akiwahimiza wakandarasi kufanya hivyo kabla ya tarehe 15 Juni 2025. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Mwisho wa taarifa ya habari mchana wa leo kutoka hapa Channel 10. Endelea kuangalia Channel 10, kilicho bora kabisa. Mimi ni Salma Shabani na kutakia mchana mwema.